Kuku huwa wanapenda sana kula haya majani. Sasa nataka nikutajia hapa majani 15 ambayo kuku wanapenda kula zaidi. Lakini pia nitakutajia na faida yake. Hata kama unawapa kuku ujue kabisa faida wanayokwenda kuipata kwenye hayo majani. Haya ni majani ambayo kuku mara nyingi sana wanapendelea kula. Na namna ambavyo unaweza ukawapa kuku haya majani, unaweza ukatundika kama hivyo wakawa wanadonoa, lakini pia unaweza ukakatakata vipande vidogo vidogo. Ukikatakata vipande vidogo vidogo unawachanganyia kwenye chakula. Lakini pia haya majani unaweza ukawa unachanganya, yani unachanganya majani ya aina tofauti tofauti hapa nitakapokutaja, kisha ukawa unawapa kuku wako wanakula vizuri kabisa. Majani namba 1 ni majani ya mchicha. Unaweza ukaona sisi hapa tumepanda mchicha huu. Lakini unaona hapa chini kuku huwa wanapenda sana kudonoa huu, na ni eneo ambalo kuku huwa wanapenda sana. Tumeacha hivi kwa ajili ya kivuli na vitu vingine. Kwa hiyo kuku huwa wanapenda sana majani ya mchicha. Haya majani ya mchicha sababu pia yatawasaidia kuwapatia vitamini A, vitamini C, vitamini K. Lakini pia majani ya mchicha ndio ni majani pekee naweza nikasema yenye madini ya chuma kwa wingi. Kwa hiyo yanachochea kuku kuongeza damu na hivyo kuku kuwa na kinga zaidi. Lakini pia kuku huwa wanapenda sana majani ya matembele. Majani ya matembele mara nyingi sana yanakuwa na protini kwa wingi, lakini pia huwaga yanakuwa na nishati ya madini kwa ajili ya kuwasaidia kuku. Lakini pia kuna majani ya mboga. Hii mboga maboga kuku huwa wanapenda sana. Kila siku wanawaambia wapatie sana kuku ambao watataga mayai mengi sana kuwapatia hayo majani ya mboga maboga. Kuna haya majani ya migomba. Kama una migomba, kwa mfano mgomba ukikatika utaweza uone kuku wanapenda sana. Na kwa mfano wale ambao wanafuga bata wanapenda sana kula yale mashina ya migomba yale. Kwa hiyo ni majani ambayo yanapendwa sana na kuku. Kuna haya majani ya kunde. Unaweza ukaona hapa hili shamba letu ambalo tumepanda majani ya kunde karibu na hapa. Kuku wamekula sana, yani wamelila sana. Sasa haya majani ya kunde kuku pia huwaga wanapenda. Na haya majani yana protini kwa wingi sana, yani yana protini nyingi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuku pia wanapenda kula. Kuna haya majani ya alizeti. Pia kuku wanayapenda sana. Ni majani ambayo huwa yanawapa nguvu kuku. Pia kuna majani ya mpapai. Majani ya mpapai mara nyingi sana sisi hapa shambani tumekuwa tukitumia kama dawa. Lakini ukiachana na kwamba ni dawa, pia yana vitamini kwa wingi na kuku huwa wanayapenda sana. Unaweza ukawapa wakawa wanadonoa. Pia kuna haya majani haya hapa. Haya majani kuku wanayapenda sana. Mimi binafsi jina lake silijui. Labda unaweza ukatuandikia hapo kwenye comment. Lakini majani ambayo ukiyachukua ukawawekea kuku, basi huwa wanapenda sana kuyadonoa hayo majani. Na mimi huwa nawaona hapa shambani huwa wanapenda sana kuyala. Nikuwaga nawaona wakitoka nje wanaenda wanayadonoa sana. Kwa hiyo nikawaga na wakatia na wawekea ndani, nikagundua kwamba ni majani ambayo kuku wanayapenda sana. Kabla sijaendelea nikukumbushe tu sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Hapa tutakuelekeza namna ambavyo sisi tunalea kuku. Kuna madarasa ya kuwafuga tokea vifaranga wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Lakini pia kama una maswali unaweza ukauliza, changamoto unaweza ukauliza kwenye kundi, tukakujibu namna ambavyo unaweza ukazitatua hizo changamoto. Sambamba na hiyo tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji, namna ya kuwalea kuku tokea wakiwa wadogo mpaka wakubwa, kanuni mbalimbali za kuchanganya chakula kwa kuku ili kuweza kupunguza gharama. Kwa mfano hawa chotara, ukitumia chakula cha dukani utapata hasara, lakini kama una kanuni nzuri ya kuwachanganyia chakula utapata matokeo sawa kabisa na yule ambaye amechukua chakula cha dukani. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo tunaweza tukakusaidia kwenye hivi vitabu. Pia vitabu vya tiba za asili, jinsi ya kutengeneza tiba mbalimbali za magonjwa karibia yote. Kama kuku wako wanaumwa kideri, kama kuku wako wana ndui, ugonjwa wote ule, hata kama huwa unasikia kwamba huu ugonjwa hautibiki,
Sisi kwenye kitabu chetu cha tiba za asili tumeweka pale namna ambavyo utachanganya dawa ili kuweza kumtibia. Gharama ya hivi vitabu ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Tukiendelea na somo letu, kuna haya majani laini. Huu ni mchicha, lakini yale majani ambayo huwaga yanachipukia kama hivi ambavyo unaona huu mchicha, hata nyasi, hata ziwe nyasi zile ambazo huwaga zinatoka kwa mfumo kama huu, kuku huwa wanapenda sana kudonoa vitu kama hivi hapa. Lakini pia majani ya magimbi ukiwapa kuku wao wanapenda sana kudonoa. Kuna hii hapa kama unavyoona, haya ni majani ya mihogo, kisavu kile pale. Kuku hapo unaona wanadonoa vizuri kabisa, ni kitu ambacho kuku pia wanapenda sana kukila. Kuna majani ya karoti ambayo yana vitamini A, lakini maganda ya ndizi pia kuku huwa wanapenda sana kula. Kuna mlonge kuku huwa wanapenda sana kula kwa sababu una protini, vitamini, lakini pia una madini. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo unaweza majani ambayo unaweza kuwapa kuku. Kama upo maeneo yale yenye majani ya mpunga, pia na yenyewe wanayapenda sana kuku.